lakini pia kuna kichomea taka. Kwa Mheshimiwa Rais ametuletea hapa zaidi ya milioni 900 kwa ajili ya utekelezaji wa hii miradi kusaidia huduma za afya kwa Watanzania wanaTarime ambao wako eneo hili. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe asome taarifa alafu ukague miradi hii mitatu alafu utatupa maelekezo. Soma taarifa. Mwenyekiti, kamati ya siasa mkoa wa Mara, halmashauri ya mji inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya miundombinu ya afya kwa kutumia fedha kutoka serikali kuu. Mojawapo ya miradi ambayo halmashauri inatekeleza kupitia fedha kutoka serikali kuu ni ujenzi wa jengo la kuhifadhia maiti, jengo la wodi ya wazazi kwa maana maternity complex na kichomea taka cha kisasa katika hospitali ya mji wa Tarime. Jengo la wodi ya wazazi litakuwa na sehemu ya kusubiria kabla ya kujifungua, sehemu ya kujifungua kwa njia ya kawaida, chumba cha upasuaji, sehemu ya waliojifungua na watoto wachanga wanaohitaji uangalizi wa karibu. Ujenzi wa jengo la kuhifadhia maiti, jengo la wodi ya wazazi na kichomea taka katika hospitali ya mji wa Tarime. Mheshimiwa Mwenyekiti wa siasa mkoa wa Mara, mnamo Machi mosi 2024 halmashauri ya mji Tarime ilipokea fedha shilingi milioni 900 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la wodi ya wazazi, jengo la kuhifadhia maiti pamoja na ujenzi na usimikaji wa kichomea taka cha kisasa. Ujenzi wa wodi ya wazazi na jengo la kuhifadhia maiti unatekelezwa kwa kutumia mkandarasi ambapo utekelezaji ulianza Agosti 26, 2024 na ulitarajiwa kukamilika Aprili 26, 2025. Mkandarasi anayejenga majengo haya kwa maana ya wodi ya wazazi na jengo la kuhifadhia maiti anaitwa Gokona Limited na gharama ya ujenzi ni shilingi milioni 779,999,972 na senti 41. Jengo la kichomea taka linajengwa kwa njia ya force account kwa maana ya rokofundi na hadi kukamilika kwake jumla ya shilingi milioni 89,422,068 na senti 52 inatarajiwa kutumika kwa mchanganuo ufuatao. Moja, Tanzania shillings milioni 38,269,068 na senti 2 ni kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya ujenzi. Tanzania shillings milioni 46,551,000 ni ununuzi wa matumizi ya fedha. Jumla ya fedha ambayo ameshalipwa mkandarasi anayejenga majengo mawili ni kiasi cha shilingi milioni 577,536,897 na senti 17, ikiwa ni jumla ya malipo ya hati 4. Ujenzi wa jengo la kichomea taka, malipo yaliyofanyika mpaka sasa ni kiasi cha shilingi Tanzania milioni 2,015. Hivyo jumla ya fedha inayotarajiwa kutumika katika mradi hii mitatu ni Tanzania shillings milioni 869,422,000 na 40 senti 93. Kiasi cha fedha shillings milioni 30,577,959 na senti 07 inayobaki inatarajiwa kutumika kwa ajili ya ujenzi wa njia unganishi za majengo haya mapya kwa maana ya walkways. Faida za miradi. Mradi huu una faida zifuatazo. Moja, utaboresha huduma ya kuhifadhi miili katika hospitali ya mji Tarime kama ambavyo mnaona kichomea taka cha zamani ambavyo kilikuwa kimechakaa. Mbili, utaongeza idadi ya majengo ya kutolea huduma katika hospitali ya mji Tarime na kupunguza msongamano wa wagonjwa. Tatu, utarahisisha upatikanaji wa huduma muhimu ndani ya jengo moja na kuharakisha matibabu kwa sababu tumeona maternity complex itakuwa na sehemu zote muhimu pamoja na chumba cha upasuaji kwenye jengo moja. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti kamati ya siasa mkoa wa Mara, kipekee tunatoa shukrani za dhati kwa serikali kwa kutupatia fedha hizi kwa ajili ya uboreshaji wa majengo na miundombinu ya hospitali. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti
Kamati ya siasa mkoa wa Mara, naomba kuwasili. Majina naitwa Dr. Yona Mchares, ni mganga mfawizi hospitali ya mji Tarime. Na huu ndio mradi wetu wa mwisho. Sasa kabla sijakukaribisha, niombe nikushukuru wewe kwa kazi kubwa ambayo umeifanya kuanzia jana mpaka leo. Tumeona miradi yetu mikubwa na fedha nyingi ambazo Mheshimiwa Rais ameleta. Tumepokea maelekezo kwenye miradi ambayo tumekwisha pita, na huu ndio mradi wetu wa mwisho. Sasa nikuomba, kwa sababu mwenyekiti alikuwa ananiambia kwamba huyu bwana naye waje wamkumbuke kwa sababu hizi kazi anazofanya sio za kawaida. Na uzuri unaelewa miradi mpaka ya roli unaifahamu vizuri sana, kwa muda mfupi umeifahamu. Lakini miradi yako ya wilaya ya Tarime jijini, Tarime mjini imekuwa mizuri tangu mwanzo mpaka mwisho. Mwenyekiti wangu alikuwa akishangilia, akifika mwamba twende, kazi ni nzuri. Pamoja kama ameipitia, ameiangalia, yeye mwenyewe ni mkandarasi, anajua ujenzi kwa nguvu zote. Angegundua dosari angekwambia. Lakini anapokuwa anakupongeza, na mimi ananiambia tumpongeze yule bwana, anafanya kazi kubwa, kwa kweli unastahili kufanya kazi kubwa, pokea heshima zote hizi. Lakini niwapongeze vile vile wakurugenzi wa halmashauri zote tulizotembelea jana, wamekuwa wazi. Sisi kama Chama cha Mapinduzi wenye duka tuliamua kwenda kukagua miradi, kuangalia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi wakati tukielekea kwenye uchaguzi, ili tupate la kusema. Tungekuta miradi ni mibovu, kwa wananchi tusingesema. Ukizungumza wanapiga kelele. Lakini sasa hivi tuko kifua mbele, mwenyekiti. Tuko kifua mbele. Twende Tarime tukafanya kampeni, tunakuja tunajua kila kitu kiko vizuri na nyie mpo mnafanya kazi nzuri. Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais anapopewa madaraka anapewa na ilani. Anaambia ilani hii tekelezeni kwa miaka 5. Kwa hiyo baadaye anawapa nyie kama serikali muweze kuitekeleza, baadaye itapimwa na wananchi. Tarime kwa kweli niseme mbele ya haki kwamba kwa kweli mmefanya kazi nzuri mno, wala sio utani. Mwenyekiti amekuwa kwenye gari yake ananipigia, anasema Tarime wanaongoza sasa hivi. Tumeona soko zuri la kimkakati, zuri sana, limekamilika. Tukija kwenye hospitali hapa, wodi ya mama na mtoto. Tunataka kupunguza, yani sio kupunguza, shida ya serikali ni kuondoa kabisa. Lakini tuanze kupunguza, mwisho itaondoka kabisa vifo vya mama na mtoto. Tukikumbuka kule nyuma watu walikuwa wanakufa sana, hasa watoto, akina mama wanajifungua wanakufa na nini, lakini nyie mmeona mjenge jengo kubwa kama hili zuri la mfano, ili akina mama waweze kujifungua mle. Ndio lengo letu kubwa. Lakini mmejenga mochwari huku nyuma, hakuna ambaye hata kufa duniani humu. Ile nyumba yetu wote imetengeneza vizuri, imekaa vizuri sana. Kichomeataka unaona kama kinavyoendelea mpaka sasa hivi, mafundi wako kule juu ili kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa ule muda uliopangwa. Kwa niaba ya mwenyekiti pamoja na ziara yote ya wilaya zote tuliyotembelea, mkuu wa mkoa tukushukuru sana. Mwenyekiti ananiambia upeleke taarifa kwa viongozi wote wa serikali kwamba yeye binafsi anawapenda na ataungana nao kufanya kazi pamoja na wao. Lakini hata mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Tarime anasema yeye ameshaipitia hapa na kamati yake ya siasa kabla ya kuja. Kwa hiyo yeye amejifungia ndani, alikuwa na mbrifu mwenyekiti kwamba kazi imefanyika nzuri. Ndicho nikupongeze sana Mheshimiwa Ngicho na kamati nzima ya siasa ya wilaya ya Tarime kwa kazi kubwa ambayo imeifanya. Ngicho ameanza Tarime mjini, Tarime vijijini kote ametembea na ameona kazi yake inayofanya. Ingekuwa ni kazi mbaya Ngicho angeanza kupiga kelele, unamfahamu jinsi alivyo. Angepiga kelele na angesema huyu hanyamazi hata siku moja. Sasa leo hakusema kitu, amenyamaza, anajipigia makofi kwamba kwa kweli amefanya kazi ya utekelezaji. Tunapokea kwenye uchaguzi, sisi wa viongozi wa serikali ni waombe mtuunge mkono Chama cha Mapinduzi. Mama Samia huwezi ukampelekea pesa. Yeye anataka kura tu ili aendelee kutumagia vitu vingine. Tunataka Tarime hii iongoze Tanzania kwa kura nyingi za mama. Ndivyo mwenyekiti ameniambia niseme. Anakuja kupima, yeye anatoka hapa kuhakikisha kwamba Tarime inaongoza kwa kura nyingi za mama. Na wilaya zote zimeamua kuongoza, lakini naomba Tarime iongoze zaidi. Ili tufanye kazi kubwa na Mungu awajalie maisha marefu. Tunawashukuru sana kwa ziara nzuri tumeifanya. Makani tutaifanya tena ziara nyingine kuja kuangalia mambo gani yanakuja. Najua kwa kazi tuliyoifanya mama tena